Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa, Bwana Yesu asifiwe. Ni mwalimu wenu Joseph Andrea, mwalimu wa maaskofu, wachungaji, wainjilisti na mashemas. Leo tuko sehemu ya 10 kipande cha pili. Sehemu ya 10 kipande cha pili. Muda wa mwanzo tulishia kwenye Danieli, tulikuwa tunafafanua juu ya muungano wa makanisa, kwa nini nilijitenga kwenye makanisa. Na huu muungano wa makanisa ndio ulionifanya nitoke kabisa moja kwa moja. Kuanzia mwanzo tulikuwa tunahubiri injili iliyo safi, injili Waislamu walikuwa wanaokoka, Walutheri walikuwa wanaokoka, Wakatoliki walikuwa wanaokoka, japokuwa na wenyewe sasa hivi wameweka kile kitu kinachoitwa charismatic. Kinafanyikaga Alhamisi saa 10, hata Lutheran wamekianzisha hicho kitu. Sasa kama kile kitu wamekianzisha, kwa nini wasikifanye hicho kwenye ibada zao zote? Hicho kitu kwa nini wasikifanye kwenye ibada zao zote? Kama ni watu waombewe shida zao ziishe, kama ni watu kufundishana habari za Yesu Kristo wazifundishwe kwa wakati, kwa nini wanafanya kwamba nyinyi mtafanya kitu fulani kwa wakati wenu, lakini wakati huu ni wakati wa mapokeo? Hii kitu sio sawa. Kwani injili ya Yesu ikoje? Injili ya Yesu haina kipimo. Injili ya Yesu haina, ndio injili hiyo kumhubiri Yesu Kristo watu waokoke. Watu wote, hebu angalia. Dini nyingi leo watu wengi ni walevi. Wana mabaa wote, yani asilimia kubwa na mabaa. Kwa tunaambia wao wenye mabaa wote huko barabarani ni wapagani. Au walevi wote ambao wanaingia kwenye madisco yote hao ni wapagani. Hao ni Wakristo wanaofundishwa na wachungaji wenye mshahara wa wachungaji wa tumbo. Tutafute watu waliookoka basi wanaweza kufundisha watu wengine maadili mema, kwamba hiki kitu ni dhambi. Angalia leo vijana wengi wanavuta bangi, wanakunywa pombe, wanakula mirungi, yani wanafanya uhuni katika maisha yaliyopita. Katika maisha yaliyopita kuanzia nyuma. Kuanzia watoto wa 2000, kuanzia 2000 mpaka leo ndio watoto wengi wa mitaani wamezaa. Yani watoto wengi wa mitaani wamezaa na wamezalishwa wengi. Halafu vijana wengi wana watoto nje wengi na wasichana wengi. Yaani unakuta mtoto wa 2000 ni namba A. Nikisema namba A ni kwamba amechoka. Hata sifa kuolewa kuitwa mke wa mtu hafai kwa tabia zake zilivyokuwa mbaya. Na huyo mtoto anaenda kusali. Na huyo mtoto aliyemzaa anaenda nabarikiwa na hawa wachungaji. Tumefikia sehemu mbaya. Tumefika sehemu mbaya. Watu wengi nimewaona mimi. Tunaenda kusali kwenye makanisa. Tunasali wote kwenye makanisa. Kuanzia hana mtoto, akawa na mtoto, na mdogo wake akawa na mtoto, na mwingine akawa na mtoto ambao hawana baba wote, na wanabarikiwa na wale watoto wanabatizwa. Ni mafundisho gani hayo tunayofundishana kwenye maadili kwenye makanisa, au ni kuongeza tu maskini na kuongeza dhambi makanisani? Kanisa ni sehemu takatifu. Ingekuwa yani kanisa ni sehemu takatifu kuliko sehemu zote, kwamba wanaokutana mle ni watu waliokubali kuacha dhambi, sio watu wanaoenda kukusanyika wale wanaotenda dhambi, bali wale wameamua kuacha dhambi huko nyuma wakaenda kule kusudi wao watakatifu, wasamehewe dhambi zao, yani wasamehewe yale matendo waliokuwa wakiyatenda huko nyuma. Hasa kama wewe ni Mkristo, huna cha kumfundisha mtu yoyote, wewe ni Mkristo gani? Unajivunia nini kuitwa Mkristo? Huwezi kujivunia Mkristo kwenda kusali tu, kwenda Jumapili kupeleka sadaka, kwenda kanisani. Huwezi kuenda kuwa Mkristo kwenda kufanya jumuiya, hujui chochote, hujui Biblia. Kujivunia kuwa Mkristo ni kujua kufundisha. Heshima ni nini? Maadili ni nini? Rehema ni nini? Huo ndio Ukristo. Wewe ndio jamii ya kuigwa, yani wewe ndio kioo kinatazamwa na watu wote. Hasa ukiniambia leo Wakristo ni kioo. Ukija kuangalia leo Wakristo sio kioo, ni vituko. Kwa sababu tukaenda mtaani hilo jambo huwa naliongea kila siku. Hajulikani Mkristo ni nani, ambaye sio Mkristo ni nani. Wote ni aina moja, wote ni matendo ya kidunia. Ngoja nikusomea andiko moja, nikuonyeshe kitu kimoja. Maana Biblia nishasoma andiko mengi sana yanayotuambia tukae kwa heshima, tukae kwa utakatifu, tuheshimu miili yetu, tuvae kitakatifu. Hatumekataa, tumegoma. Nataka nikuonyeshe kitu kimoja hapa kwenye Mwanzo. Nataka nikuonyeshe kitu kwenye Mwanzo kilichotokea kuanzia mwanzo. Japokuwa sitaki kufundisha haya, nataka lakini kuonyeshe kitu. Kwenye Mwanzo 6 inasema hivi: ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike waliozaliwa kwao, wanadamu, wana wa Mungu waliwaona binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120.
Kwa nini? Watu wa kidunia, watu wasiokuwa na Yesu Kristo, watu wasiokuwa na Roho Mtakatifu ndani yao, watu ambao wamegoma kuokoka, wataki kuokoka. Ukiwaambia kitu cha kuokoka na kuambia achana na mimi, anaendelea kusali, anaendelea kusifiwa kwenye dini yake kwamba huyu ndio muumini safi, kwa sadaka zile unazotoa, kwa fungu la 10 zile unazotoa. Wana wa kidunia wanavaa vyovyote wanavyotaka, wanajipaka manini yale nini zile onjo face, wanajipaka kila kitu, wanajiweka nani za bandia, hizi za bandia wanajiongeza, sio ni majini. Sasa wanajiweka kijini sasa. Haya, hizi kucha tunavokata, wanaweka kucha mpaka huku kama jini. Mwenye kucha ndefu ni jini tu jamani, ni mizimu au misukule. Kama wale watu wachaona misukule, msukule hanyoi nywele wala msukule hakati kucha hadi miguuni. Wanavaa nguo za aibu. Nguo yoyote mwanamke yoyote unayemuona leo akivaa nguo lazima pandishe shati lake liwe juu ya kiuno, kiuno kibaki wazi kinaonekana kama kilivyo. Hao ndio wana wa kidunia, hao ndio watoto wa wanadamu, hao ndio watoto wa wanadamu, sio watoto wa Mungu. Hawajaumbwa kwa namna ya Mungu. Kwa sababu wewe ukimpenda mwanamke, ukitaka kumuoa, lazima ulizike na kila kitu chake, lazima ulizike kutoka moyoni cha ndani. Wale wote wanaowapenda wanawake, wanaooa wanawake kwa sababu ya uvaaji wao, nguo za kidunia, kuvaa vimini, kuvaa masuruali, kuvaa manguo ya kubana, hao watu wana tamaa ya uzinzi moyoni mwao, wanafanya kazi ya shetani. Hao watu baadaye watoto wao wakitakapo wazaa kama watoto wa kike, watafurahia watoto wao wavae hivyo. Haya, tuachane na hiyo, tuendelee na ile somo letu. Ilikuwa na watofautisha tu wana wa kidunia na wana wa Mungu. Ukija katika Thessaloniki wa pili, Thessaloniki wa pili 2:1 inasema, basi Thessaloniki wa pili 2:1, basi ndugu, tunakuhusieni kwa habari ya kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake, kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu wala msisitushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu, kana kwamba siku ya Bwana imekwisha kuwepo. Mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamiza jinuai nafsi yake juu ya kila kitwacho Mungu. Yule mpingamiza jinuai juu ya kila kitwacho Mungu, ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Kwa hiyo Yesu kabla hajaja, huyu mpingamizi wake, mpinzani wake, huyu anayejiitwa shetani, naye atajifanya naye ni Mungu na watu watamtukuza kwamba ndiye Mungu wa kweli. Ataunganisha watu wote, dini zote, ataunganisha kwamba wote tunamwabudu Mungu huyu, Mungu mmoja. Mwisho wa siku kitakachotokea hapo sasa, wale wote watakao kuwa wameungana kwenye ule muungano, kitakachotokea ni maangamizi kwao. Na wale watu walioungana itafika kipindi watagombana, kwa sababu watashindwa kusema nani aongee nani asiongee, watapigana. Zitapigwa siku moja, utaniambia. Watapigana hawa watu. Fahari wawili hawakai kwenye zizi moja. Na katika dini zetu hizi, siri moja niwaambie ndugu zangu, anayetafutwa hapa ni Mungu wa kweli, sio kila mtu ni Mungu tu. Mungu ana uweza wake, Mungu ana vitu vyake anavyovifanya ambavyo mwanadamu mwingine hawezi. Mungu ana vitu vyake ambavyo wengine hawawezi. Wengine wataibaki kuitwa Mungu na kufanywa ibada za kidunia hapa. Mungu wa kweli hashuhudiwi hapa duniani. Mungu wa kweli hapigwi magoti hapa duniani. Mungu wa kweli unaabudu huku unaangalia juu huku alipo. Hapa duniani tunakaa sisi, huku chini wanakaa mizimu na vitu vingine na makaburi na wafu waliokufa. Wokovu wetu sisi huko mbinguni, huku juu. Huku juu jua lilipo juu, huko juu sijui wapi huko. Lakini tunaamini yuko juu. Hakai huko chini tunazika wafu wenyewe, huko chini ndo tunazikwa sisi. Wabaya wazuri wote wanazikwa huko chini. Watafufuka siku ya mwisho. Waliotenda mema, wabaya watabaki kwa maandiko yanavyosema. Na sasa lizuri hayo mwalijua, yule apate kufunuliwa wakati wake. Aya 7. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko azuiaye hata sasa, hata atakapoondolewa. Kwa hawa wa Kristo watakapokuwa wameangamizwa na muamini Yesu Kristo, wameondolewa, ndio haya mambo yote yatafika.
Kuna watu bado wapo watakatifu wanazuia, wanaomba, wanazuia haya mambo, wanayapinga kwamba mambo sio ya kweli. Ndio iliyofanya hawa watu washindwe kukamilisha mambo yao. Kuna watakatifu ambao bado Yesu anawahitaji. Kuna watakatifu ambao bado Yesu anawahitaji waongee, na hao watakatifu wako kwa ajili ya kuokoa baadhi ya watu. Kuna watu wataokolewa, watatoka huko. Haya maandiko wao wengine wanafundisha eti tutanyakuliwa, tutafanyaje? Hamna andiko hilo. Wanaozuia watauliwa, na Yesu mwenyewe kwenye Ufunuo alisema mpaka wauliwe kama wenyewe mlivyouliwa. Mpaka wauliwe. Katika Yesu Kristo sisi tunahubiri amani. Akupigia shavu la huku mgeuzee la huku. Hakuna Mungu anayeua. Mungu yoyote ni amani. Ila huyo kama siye Mungu yuko tayari kuua. Yuko tayari kuua. Lakini Mungu wa kweli haui. Yesu mwenyewe alisema hakuja kuangamiza bali kuokoa. Hakuja kuangamiza bali kuokoa. Haya, mstari wa 8. Hapo ndipo atakapofunuliwa. Hapo ndipo watakapoondolewa. Ngoja nianze 7. Maana ile siri ya kuasi hivi sasa inatenda kazi, lakini yuko anayezuia hata anayezuia sasa hata atakapoondolewa. Hapo ndipo atafunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kwa kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Kwa kitu cha mwisho kabisa, wakishaangamizwa wanaomwamini Yesu Kristo, shetani ndo anatawala sasa. Watu ndio watakapojua sasa na kufunguliwa kwamba kumbe tuliokuwa tunamwabudu alikuwa ni shetani. Kumbe tuliokuwa tunamwamini alikuwa ni shetani. Hapo ndipo Yesu atakapokuja na kumwangamiza yule shetani. Na ndio lile andiko nililoliwahi kulitoa kwamba wakati wa uumbaji walikuwepo watu wawili, alikuwepo huyu Bwana na Yesu Kristo. Na huyu atakayemwangamiza ni Yesu tu, hakuna mwanadamu mwingine anayeweza kumwangamiza, na hakuna mwanadamu mwingine anayemweza zaidi ya Yesu Kristo. Sisi kwa sasa tumepewa mamlaka na Yesu Kristo. Hebu ngoja kwanza niasome hayo mamlaka jamani. Ngoja kwanza niasome hayo mamlaka. Niasome katika mamlaka katika Luka 2. Luka 10. Niasome hayo mamlaka. Luka 10:17. Niasome hayo mamlaka tuliopewa na Yesu. Inasema hivi, Yesu alikuwa na wanafunzi wengine 70, sio wale 12 tu tunaowajua. Ukianza Luka 10 unaelewa. Aliweka wengine 70, sio wale 12 tu. Ana wanafunzi wengine nje ya wale 10 na 12. Haya. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakasema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Hata pepo, yaani majini, hata majini wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanawatii, wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Leo mimi nimepewa mamlaka na Yesu Kristo. Jini ni hatari, ananiogopa. Mchawi ni hatari, ananiogopa. Mganga wa kienyeji ni hatari, ananiogopa. Leo watu wanaokoka, nikija kuangalia kama kwetu Kigoma, watu wengi sana ni wachawi, watu wengi sana ni waganga, watu wengi sana wana majini. Wewe umeokoka na muamini Yesu Kristo, unawaogopa hao wa nini wakati tayari mamlaka umepewa na Yesu Kristo? Na mikoa mingine wanaoogopa hao watu. Yesu Kristo amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge. Wewe utauliwa tu kibinadamu, huwezi kuuliwa kwenye nguvu za giza. Umepewa mamlaka hayo. Sisi kwenye mamlaka ya tunatawala, sisi ndio wenye mamlaka ya kutawala nguvu za giza kwenye mambo ya kiroho. Tunayakataa, yanatuogopa. Maana hatuwezi kufanya kazi yoyote ya nguvu ya giza kwa na Yesu, haifanyi kazi. Sisi tumepewa mamlaka. Ndio wenye mamlaka ya kudhibiti hivi vitu vya nguvu za giza. Tunaziombea, zinakataa, zinashindwa kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Wewe unawaogopa hawa watu na umeokoka. Na unasema na muamini Yesu, ndio damu yake ndio ukombozi wangu. Na Yesu alimwaga damu msalabani kwa ajili ya ukombozi kwa wanadamu, kwamba amewasamehe dhambi zote. Na Yesu aliyokufa kwa ajili yako akakusamehe dhambi wewe. Unamwogopaje mtu mwenye majini? Unamwogopaje mtu mwenye uchawi? Unamwogopaje mtu mwenye uganga? Katika Yesu Kristo hicho kitu ni kosa kubwa, kwa sababu umepewa mamlaka wewe. Umepewa mamlaka. Umepewa mamlaka katika jina la Yesu.
Hayo ndio mamlaka tunayojivunia, kwamba hakuna Mungu yoyote aliye juu yetu katika Kristo Yesu. Kama Yesu amenipa mamlaka, ni Mungu yupi anaweza kaja duniani leo akasema mimi ndio Mungu wa kweli, niabudu na kupa hichi hapa, wakati mamlaka tayari Yesu alishanipa, na ile mamlaka yanafanya kazi ndani mwangu. Yesu ni mzuri. Yesu ndiye Mungu wa kweli, Mungu mwenye kuokoa. Yesu ndiye atabaki kuwa peke yake. Kwa sababu Yesu ndio mwenye ahadi kwa mwanadamu ya kumpa uzima wa milele, hakuna mwingine. Yesu ndio mwanadamu mwenye kusamehe dhambi, kumsamehe mwanadamu, hakuna mwingine. Yesu ndio mwenye mamlaka kumfufua mwanadamu, hakuna mwingine. Yesu ndio anayeogopeka na wachawi, hakuna mwingine. Na ndio maana miungu mingine yoyote, nikupe siri, miungu mingine yoyote katika utendaji wao wa kazi, hawa mungu wengine, wewe umewatukana, umefanya chochote, lazima kifanyike uganga ndio ifanye kazi. Yesu hufanyi chochote. Yesu uchukui maji, Yesu uchukui mafuta, Yesu uchukui sijui kitambaa cha upako sijui nini. Yesu ni jina tu la Yesu Kristo. Kimwombea mtu kwa jina tu, hata kama yuko Marekani, yuko wapi, ukamwombea kwa jina la Yesu akakuamini, basi anapona. Hamna njia nyingine ya kumponya mtu kwa jina la Yesu isipokuwa tu ni jina tu peke yake. Isipokuwa ni jina peke yake. Huo ndio ukuu wa Yesu. Ni Mungu yupi unaweza kumfananisha na Yesu sasa? Hakuna. Hakuna. Atabaki kuwa yeye peke yake. Hii ndio ile sababu ilionisababisha nijitoe kwenye muungano wa makanisa na niondoke, kwa sababu siwezi kumhubiri Yesu kwa uhuru kule, wakati wao wakikutana kule ni nje ya jina la Yesu. Mimi ninapokutana nao natamani waokoke, lakini wao hawawezi kuokoka sababu tayari wako na dini zao na mifumo yao na mapokeo yao. Haya, tuangalie hapa. Haya, hawa watu ambao ni wenye muungano wa makanisa, nikutane nao au niungane nao, halafu niosomea andiko hili iseme, lakini ikiwa injili yetu imestirika kwa hao wanaopotea, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amewapofusha fikira zao wasioamini, isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu mashahidi wenu kwa ajili ya Yesu. Naomba nirudie andiko. Kwa maana hatujihubiri wenyewe, bali Kristo Yesu ya kuwa ni Bwana, na sisi wenyewe kuwa tu mashahidi wenu kwa ajili ya Yesu. Kwa hiyo mimi nikutane na hao muungano wa makanisa ambao ni dini zote, niseme Yesu Kristo ndiye sura yake Mungu, Yesu Kristo ndiye Mungu wa kweli. Sisi tu mashahidi wake kwa ajili ya Yesu, na tunamhubiri Yesu kwamba ni Bwana, yani ni Mungu, na watu wote wamwamini Yesu. Hiyo inakubalika kwenye muungano wa dini? Kama haikubaliki, mimi niliyookoka na muamini Yesu Kristo, nawezaje kushirikiana nao? Ndio maana nikajitenga, nikajiondoa, nikawaacha wao waendelee kufanya vitu vyao. Katika Yesu Kristo jamani, dushtuke. Hizi dini unazoziona, tunahubiri Mungu mmoja ndio ni sawa, lakini katika matendo sio sawa. Ndio maana umeona kwenye mafundisho na mapokeo viko tofauti. Mungu mmoja, mafundisho yake ni mamoja. Mungu mmoja hawezi kufundisha taifa hili afundishe hivi maadili tofauti, alafu kule afundishe maadili tofauti. Huyo Mungu atakuwa na ubaguzi. Halafu Mungu maadili yake ni mema, yanamzidi mwanadamu. Sisi wanadamu tuna mipaka kwamba kitu fulani ni kibaya. Sasa kama huyo Mungu atakayekuja akafanya mabaya zaidi kuliko mwanadamu, huyo watu hatumfuati. Huyo sio. Na ndio maana tunamngangania Yesu. Yesu hana baya. Yule Bwana hana baya. Alitoa msamaha bure tu kwa muaminie. Kwa hiyo ukimwamini Yesu Kristo tu umesamehewa dhambi. Free. Haya, tuangalie andiko lingine. Wakorintho wa pili, tulisoma Wakorintho wa pili 4 kuanzia 3. Tunasoma tena Wakorintho wa pili 6 kuanzia 9. Haya, 6. Wakorintho wa pili 6:9 inasema, kama wasiojulikana bali wajulikanao sana, kama wanaokufa kumbe tu hai, kama wanaorudiwa bali wasiouawa, wanaorudiwa bali wasiouawa. 10.
kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha. Na mimi katika Kristo Yesu na furaha. Na furaha kabisa. Na furaha. Kwanza, furaha yangu ya kwanza, naishi Tanzania, nchi yenye amani kuliko taifa lolote. Na tembea muda wote, naongea muda wote. Yaani najivunia kuwa Mtanzania, najivunia Tanzania. Hongera viongozi wetu, dumisheni amani. Utawala wenu wa kidunia ni wenu. Kwa lengo lenu nyinyi katika kututawala sisi, kutupa amani wa Tanzania. Na sisi tunapofanya kazi na mnapopata pesa ya maendeleo. Kwa hiyo hongereni sana viongozi. Amani mnavyoidumisha, napenda, mbarikiwe. Kwa hilo nawekea mkono, barikiwe ni wote viongozi wote. Msile rushwa, msile hela ya miradi. Maana rushwa tunazozungumzia sisi ni kula zile hela za miradi. Wananchi tunapolalamika kwamba sehemu fulani hamna barabara, hamna hospitali, hamna maji, hamna miundombinu ambayo inaleta manufaa kwa wananchi. Wale viongozi mnapowapa pesa, wanakula zile pesa. Wale ndio mafisadi, muwaondoe, hawadufai sisi wananchi. Hicho ndio tunachokitaka. Amani jamani, Tanzania yetu ni nchi ya amani sana. Kwa sababu mnapotutengenezea miradi yenu inasababishia nyewe kupata pesa za ushuru kwa wakati. Kwa sababu hii tunapochukua mazao tunapeleka sokoni, tunalipa ushuru. Tunapokwenda hospitali, tunaenda tunapimwa, tunatoa pesa, tunapata, wale watoto wetu wanakuwa, na sisi wenyewe tunapata afya ya kuendelea kutafuta pesa. Kwa hiyo tunachangia kipato cha taifa. Kwa hiyo jamani, tunahitaji maendeleo kama hayo. Na wasapotini, niko nyuma yenu. Ni kijana wenu naifanya kazi usiku na mchana, nachangia kipato cha taifa. Kwa hilo tutachana nalo. 10. Kama wenye huzuni, bali siku zote tu wenye furaha. Kama maskini, bali tukitajirisha wengi. Umeona hapa, kama wenye furaha kitu tukitajirisha wengi. Kwa hizo juhudi tunazozifanya, tunatajirisha wengi. Wanapata utajiri, wanunua magari kupitia sisi wenyewe, zile kodi tunazozitoa. Na nyewe mnadusimamia kututengenezea miundombinu ya kufanya shughuli zetu kiurahisi. Umeona maandiko yana mechi kabisa. Maskini, bali tukitajirisha wengi. Kama wasio na kitu, bali tu wenye vitu vyote. Tuna vitu vyote. Vinywa vyenu vimefumbuliwa kwenu enyi wa Korinto. Mioyo yetu imekunjuliwa, hamsongwi ndani yetu, bali mwasongwa katika mioyo yenu. Basi, ili mlipe kadiri ile mliopewa. Nasema nanyi kama na watoto, nanyi pia mkunjuliwe mioyo. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini. Msifungiwe nira pamoja na wasioamini, kwa jinsi sivyo sawasawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana ushirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Baliari? Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Mimi ni hekalu la Mungu. Siwezi kuvaa kitu chochote kilichotengenezwa na mwanadamu kwamba na kiabudu au na kitumkia. No. Katika Yesu Kristo hicho kitu ni dhambi. Hebu angalia ni makanisa mangapi leo ambao wameenda kwa fundi wametengenezwa vitu na wanavitumia kwenye mambo ya imani zao. Hawa watu nataka niambie, hawa watu hawa wanapotosha watu sana hawa. Maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu anakaa ndani yetu. Kama Mungu anakaa ndani yetu, sisi tunawezaje kutengeneza kitu chochote? Anakaa kwa mwanadamu yeyote. Unawezaje kutengeneza kitu kingine nje ukakiabudu na kukisujudia? Pale alitenganisha miungu na yeye mwenyewe alishajitenganisha. Hivyo vingine vinavyoabudiwa huko ni miungu, sio vya kweli. Yuko juu mbinguni katika kiti cha enzi baada kushinda ulimwengu kwa kumwaga damu yake msalabani. Huyo hata kumkataa tabaki kuwa Mungu tu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana. Msiguse kitu kilicho kichafu. Nami nitawakaribisha, nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu, wa kiume na wa kike. Kwangu Yesu Kristo amebaki kuwa baba. Kila ulimi utakiri Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi utakiri. Kwa hiyo tokeni kati yao, mtengwe nao, asema Bwana. Atabaki kuwa baba. Ametutenganisha na kila aina ya sanamu. Ametutenganisha kila aina ya mchoro. Ametutenganisha kila aina ya uchafu wa dunia ule uliotengenezwa na fundi, mikono ya fundi.
Hii ninaposema mikono ya fundi wasieleweki. Labda niwarudishe kidogo hapo. Niwarudishe kidogo kwenye Matendo ya Mitume yenyewe. Mitume wa Yesu Kristo walisemaje? 17:24. 17:24. Hii sieleweki ninaposema kwamba mikono ya fundi. Aya 17:24 inasema, Mungu aliyofanya ulimwengu na vitu vyote vilivyomo, yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Hakai huko kwenye hiyo mijengo inayojengwa, wanaienda kuitukuza, wanaifuata huko, hakai huko. Na ndio maana lile hekalu la Sulemani likabomolewa lisiwepo, ili hamia kwenye mwili wa mwanadamu sasa, asikae mle. Wala hatumikiwi kwa mikono ya mwanadamu. Kuna watu wengine wanavihesabu vile vidude, sio ni hatumikiwi kwa mikono, sio utafanya hivi kwa mna hicho kitu. Wala hatumikiwi kwa mikono ya mwanadamu kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa watu wote uzima na pumzi na vitu vyote. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka kila mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati na walizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Kila taifa ina lugha yake na makazi yake na ina mipaka yake. Hatuingiliani. Na ndio maana ni kosa kubwa kuingilia taifa la mtu mwingine. Ni kosa kubwa. Wale watu wana sheria zao, wana kanuni zao walizojiwekea, utawala wao wa kidunia. Wewe unapovuka ukaenda kwenye kutetea nchi yao, wewe umekuwa nani wewe? Hata wao umoja wa haki za kibinadamu najua hawako sawa. Hivi wao nao waende, jamani, mimi naongea wazi. Hao wakapimwa akili. Wao wana taifa lao. Katika taifa lao hayajakamilika mambo yote wanayoyataka wao. Waafu wanaenda kuingilia taifa la watu wengine. Hivi vitu haviko sawa. Haviko sawa. Hao haki za kibinadamu hawako sawa. Wakapimwa kwanza hii akili. Hawako sawa. Hawako sawa. Hawa haki za kibinadamu mbona waendi kwenye mataifa yanayoendelea, Ujerumani, Uingereza, Marekani, Saudi Arabia kutetea? Mbona hawaendagi huko? Mbona hawaendagi kwenye mahakama zao watu wanapokamatwa? Kama ukija kuangalia Irani, Saudi Arabia, watu wananyongwa kila siku. Maelfu wananyongwa. Mbona hawaingiliagi kule? Nyewe wetu Umoja wa Mataifa, nadhani mnanisikia na mnaniona. Mbona hamwaingiliagi kule Saudi Arabia wala Irani, watu wananyongwa kila siku? Hebu nendeni kule, kawaambie nendeni kule mahakamani ikapingeni hizo sheria zenu. Hebu Biblia inaposoma inasema hivi, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Mimi ninapokuwa nasema kwamba Umoja wa Mataifa wana ushirika na shetani, wanashiriki na mambo ya giza ambayo hayaendani, unafikiri mimi nakoseaga? Sikosei. Mtu asiyeweza kuitunza nyumba yake mwenyewe anawezaje kuitunza kanisa la Mungu? Na hawa watu ambao hawezi kujitunza wao wenyewe, hawaanzii kwao, wanaenda kwenye nchi zingine wakati kwao wameshindwa. Wanatutakia nini sisi? Wanatakia nchi za watu. Hawa ndio wanaosababisha machafuko. Haya, ngoja tuluke twende 30. Tuendelee na kietu. Hii hapa inasema 28, kwa maana ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu, kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu uzao wake. 29, basi kwa kuwa sisi tu uzao wa Mungu, haitupasi kuzani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za binadamu, akili za wanadamu. Sasa kama hivi vitu vilivyochongwa kwa akili za wanadamu watu wanaviabudu, ni dini ngapi ambavyo wamefanya kwa mikono yao na viabudu na wanavitumikia? Halafu naambia kuna dini inashia na Biblia. Hakuna dini inayoshia na Biblia. Hakuna dini inayoshia na Biblia. Wewe unawezaje kwenda kwa fundi ukampa maelekezo wewe? Wewe umekuwa vipi na umetofautiana vipi na wale watu ambao Musa alienda kuchukua amri 10 kwenye mlima Sinai, akamwacha kule yule Haruni na dada yake, yule dada yake, alivyorudi akakuta watu wametengeneza masanamu, kila mmoja akatengeneza sanamu lake. Mna utofauti gani na wale watu? Kama hamna utofauti, ni wale tu. Ni kile kilichokataliwa kwenye Biblia ndio kimerudi sasa. Kila dini imetengeneza hivi vitu, kwa mikono ya fundi, anampelekea fundi stadi, bwana nitengenezee hiki kitu. Na utafikiri jamani, tulikofika ni kubaya katika Yesu Kristo. Hii ni kipande cha pili katika sehemu ya 10, sehemu ya mwisho. Mimi nilijitenga kwa sababu ya muungano wa makanisa, na sababu nilizozitoa ndio hizi hapa.
Hatunii mamoja, hatushei mamoja, hatuimbi mamoja. Maana Biblia inasema Waefeso, ambao maandiko ambao tutakayosoma sasa. Matengano, kwa nini lijitenga? Nimesoma ile Danieli 7 kuanzia 22 kuendelea. Nikasoma Danieli 9 kuanzia 22 kuendelea. Nikasoma Wathesalonike wa pili 2:1. Nikaja nikasoma Wakorinto wa pili 4:3 mpaka 6. Nikaja nikasoma Wakorinto wa pili, hiyo Wakorinto wa kwanza, hiyo Wakorinto wa pili 4:3 mpaka 6. Wakorinto wa pili 6:9 mpaka mwisho, kwamba tujitenge nao, tusishirikiane nao. Hatuna ushirikiano nao kati ya sisi na wao. Haya. Hapa nikaja nikasoma Matendo ya Mitume kuhusu haya masanamu na vitu vingine, na Umoja wa Mataifa wanavyoingilia kila nchi. Nimetoa kwamba tumewekewa mipaka kila moja na sehemu yake na lugha yake na utawala wake. Kila serikali na utawala wake na kanuni zake. Na ndio maana dunia nzima serikali sio moja, ijapokuwa wanalazimisha kwamba dini dunia yote iongozwe na serikali moja na dini moja. Na hiki kitu kimeanza kufanyika na kiko speed, ambao muongeaji mkuu wa serikali moja ni Marekani, na muongeaji mkuu na anayeunganisha dini zote ni Papa Roman Catholic. Hata jana alikuwa Uturuki, wameingia kusaini ile mikataba, wamewekeana kusaini mikataba. Mungu wa Kiislamu na Mungu wa Katoliki wameingia mkataba, wakasaini mikataba, ambao ule mkataba aliuendeleza ule alioishia Papa, muungano wa Ibrahim, mwamvuli wa Ibrahim unaendelea, na makao makuu yameshatengenezwa yako Abu Dhabi. Kwa baadaye itakuja kuwa sawa, watu wote watakuwa wako kule, na vikao vinafanyika kila mkoa baada ya miezi mitatu, baada ya miezi 6 wanafanya hivyo vikao vyao vya umoja wa wachungaji. Mimi katika Yesu Kristo na wahubiri wa watu waokoke, si wahubiri watu waungane, si wahubiri watu kwamba tuna umoja wa kila mmoja na dini yake na Mungu wake naye mhubiri. Ukiona wewe Mungu wako ni mzuri, anavutia watu, basi hubiri ya watu waokoke. Lakini mimi kwangu mimi hicho kitu mimi hakipo sawa. Katika Yesu Kristo hicho kitu hakiko sawa. Katika Yesu Kristo hicho kitu hakiko sawa. Ndio maana mimi naamua kujiondoa. Biblia imeniambia, Yesu mwenyewe ameniambia katika Wakorinto wa pili 6, jitenge nao, ujiepushe nao, nitakukaribisha kwangu. Basi mimi Yesu nikaribishe, nimekuja kwako Bwana Yesu. Kuanzia nimejitenga 2021 mpaka sasa hivi ni huru. Ni huru, na hubiria watu waokoke na wanakuamini baadhi ya watu, na naheshimu maamuzi yako, na unawatendea wanachokihitaji kwao. Kama ni magonjwa, kama ni maradhi, unawasaidia. Kwa hiyo nakushukuru Bwana Yesu. Uendelee kufanya hivyo siku zote kwa huu muda ambao bado niko duniani. Unitie nguvu, uniongoze, unitie nguvu kwa Roho wako Mtakatifu, unifundishe mengi, nizidi kuyaona mengi, na nizidi kupata mafunuo yako zaidi na zaidi na zaidi, kuanzia hapa nilipo mpaka huko mbele ninapoelekea. Nakushukuru wewe Bwana Yesu. Endelea kufuatilia channel yangu Acha Biblia Iseme TV, Facebook Joseph Obegwa, subscribe, like, comment, share, watu wengi waweze kujifunza ujumbe huu. Ni mwalimu wenu Joseph Andela, mwalimu wa maaskofu, wa mchungaji na wainjilisti na mashemas. Tuendelee kujifunza pamoja. Tuendelee kujifunza pamoja. Usiache kuwasaidia wahitaji, usiache kusoma Biblia, itakusaidia. Endelea kujifunza. Usiwaamini wachungaji wenye mshahara. Hao wachungaji sio watu wazuri kwako. Usiamini dini. Dini haimpeleki mtu mbinguni. Dini haimpeleki mtu mbinguni. Asanteni.